pia wanaweza wakawa labda na usingizi, wanahitaji kulala. Nadhani ingekuwa ni vyema tuweze kupata dozi ya Jumanne ya leo. Ni kweli kabisa bwana. Tuangalie namna gani ambavyo inaweza kutusaidia katika mahusiano yetu ya leo. Okay. Ya kama ulivyotangulia kusema, watu ni wengi ambao kila siku wanasikiliza kipindi. Kuna wengine wanakuta kipindi kiko katikati lakini bado wanakuwa wanafurahia kipindi kinakuwa ni kizuri gadi. Ni kweli. Ni jambo la kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu sana. Okay. Baba, kwa ndugu msikilizaji ambaye ni mara yake ya kwanza, kama unafungua redio yako sasa hivi, uko na mke wako, uko na mume wako, uko na mchumba wako, uko na mpenzi wako, nadhani ni muda mwafaka wa kuweza kuongeza sauti ya redio, kwa sababu mambo ambayo yanaweza kwenda kuongea usiku wa leo yanaweza kwa namna moja ama nyingine kuweza kuwasaidia katika ndoa yenu ama kuweza kuwasaidia katika ndoa yenu. Lakini pia kama wewe ni kijana pia ambaye hauko pia hata kwenye mahusiano, hauna mchumba, hauna mpenzi, ila huko baadaye unatarajia kuingia kwenye mahusiano, wewe pia una nafasi kubwa ya kuweza kusikiliza hii mada ya leo ili uweze kukusaidia pindi utakapoingia kwenye mahusiano, ili sije kukusumbua na wewe kwa baadaye. Jadi kama ulivyotangulia kuitambulisha mada ya leo. Mada ya leo inasema kwa nini watu walioko kwenye mahusiano, wanandoa na watu walioko kwenye mahusiano, kwa nini wanaachana? Okay. Moja kwa moja, swala la kuachana gadi imekuwa tunasema kwamba ni kitu ambacho sasa hivi kimeshazoeleka kwenye masikio ya watu wengi. Yes. Yani kuachana imekuwa ni kitu cha kawaida katika mahusiano. Iwe ni kuvunjika mahusiano, iwe ni kuvunjika ndoa, imekuwa ni jambo ambalo linachukuliwa kawaida katika jamii ambayo inayotuzunguka. Yes. Na asilimia kubwa iwe ni dunia nzima, sio Tanzania tu, kama nilivyotangulia kusema. Ndio. Imefika mahala hata wazazi, hata ndugu wa karibu wakisikia washtuki. Imekuwa kama ni kitu cha kawaida kitokea. Hakuna mtu ambaye anataka kuchukutilia maanani ama kuliweka ili swala katika userious fulani. Okay. Cha kwanza, muda mwingi huwa nikiwa na vijana, nikiwa kwenye semina mbalimbali, mimi ni mmoja wa mwanga ya watu ambao pia wazazi wangu waliachana. Nimekuwa katika mazingira magumu sana. Okay. Nimepitia changamoto nyingi sana mpaka hapa nilipofika. Sawa. Kiujumla mimi mwenyewe binafsi nachukia kuachana gadi. Ni kweli. Kwa sababu si jambo zuri na linaumiza kwa kiasi kikubwa sana. Okay. Moja ya takwimu ambazo zimetolewa mwaka 2006, na hawa walikuwa ni timu na walikuwa ni madaktari na mabingwa waliobobea katika masuala ya mahusiano. Yes. Ilionyeshwa kwamba wanandoa ndio wanaongoza kuachana kuliko watu walioko kwenye mahusiano gadi. Okay. Sasa unaweza ukaona ni hatari kiasi gani, yani wanandoa tumefunga mpaka ndoa kabisa. Yani ndio wanaoongoza. Okay. Kuliko hata watu walioko kwenye mahusiano. Kwa hiyo ni rahisi sana watu kuachana wakiwa kwenye ndoa kuliko wakiwa kwenye mahusiano. Sasa usiku wa leo nataka twende kuangalia nini hasa kinachosababisha. Okay. Kwa nini watu wanaachana? Shida ni nini mpaka inapelekea harusi iliyofungwa kwa gharama kubwa, watu waliokaa kwenye uchumba miaka 2, miaka 3, mwaka mmoja, leo hii hawako tena pamoja, leo hii wanaamua kuvunja mahusiano. Okay. Na mpaka wengine wanapelekea kuwa ni maadui gadi. Yes. Kitu ambacho sio kizuri na madhara yake ni makubwa sana, lakini kwenda kwenye madhara na vitu vingine nataka twende tukaangalie. Okay. Kwa sababu ambayo inapelekea wanandoa ama watu walioko kwenye mahusiano wanaachana. Okay. Na kama nilivyokutangulia kusema, takwimu zinaonyesha kwamba wanandoa ndio wanaongoza zaidi. Ndio. Sasa nataka tuende kuona shida ni nini. Kwa nini watu wakiwa kwenye mahusiano mapenzi yanakuwa barabara? Okay. Mapenzi yanakuwa moto, lakini wakiingia tayari kwenye ndoa inakuwa ni shida. Yes. Msingi wa mahusiano yoyote gari ndio bwana vitu viwili. Cha kwanza ni uaminifu. Okay. Na cha pili ni upendo.
Sawa sawa. Kwa ndugu msikilizaji ambaye ananisikiliza usiku wa leo, kama uko na mke wako, uko na mume wako, uko na mpenzi wako usiku wa leo, nataka muelewe kitu kimoja. Msingi wa mahusiano yenu umebebwa na vitu viwili. Cha kwanza ni uaminifu na cha pili ni upendo. Hivi vitu vikianza kupotea kidogo kidogo baina ya mke na mume, hiyo ndoa ama hayo mahusiano yako kwenye hatari ya kuweza kwenda kupotea kabisa Gadi. Okay. Na uaminifu huwa unakuwa ni mkubwa sana pindi watu wanapokuwa kwenye uchumba, wanapokuwa kwenye mahusiano ya kawaida. Lakini maajabu ni kwamba watu hawa wanapoenda kuingia kwenye ndoa, uaminifu ule unaanza kupungua kidogo kidogo. Yes. Au upendo sasa unaanza kupungua kidogo kidogo. Okay. Shida ni nini? Sababu ni nini hasa ambayo itapelekea? Kwa hiyo cha kwanza, unabidi ndugu msikilizaji ambaye unanisikiliza usiku wa leo, na wewe pia ambaye unanisikiliza pia hata kwa njia ya YouTube, nataka ujue kwamba msingi wa mahusiano yako unabebwa na uaminifu pamoja na upendo. Kabla hujaanza kuachana na mke wako, kabla hujaanza kuachana na mume wako, hebu tafakari hili swala. Kwa nini mwanzoni upendo ulikuwepo? Kwa nini mwanzoni uaminifu ulikuwepo? Ni nini hasa ambacho kimepelekea nyie leo wawili paka mnataka kuachana? Nyie leo wawili mnataka kuvunja mahusiano yenu. Shida hasa ni nini ambacho imetokea hapa katikati? Kwa hiyo changamoto zipo nyingi Gadi ambazo zinapelekea watu hao wawili mpaka kwenda kuachana. Okay. Na kama tulivyotangulia kusema hapo mwanzoni kwamba uaminifu na upendo unapokuwa umeondoka, inaweza ikawa ni sababu ya wawili hawa kuanza kutamani kuachana ama kutarajia kuachana. Yes. Moja ya shida kubwa Gadi ambayo ipo katika ndoa nyingi za leo, watu wengi wanaingia kwenye ndoa Gadi wakiwa na matarajio. Okay. Matarajio, yani kila mtu anakuwa na matarajio yake. Mume ana matarajio yake, mke ana matarajio yake. Yes. Pasipo kujua kwamba wote wawili wakiungana kwa pamoja, wote wawili wakiwa pamoja wanatakiwa wakamilishe kitu ambacho ni kimoja Gadi. Yes. Kama mume amemkuta mume ni mtu ambaye hana pesa, mwanamke ni mtu ambaye ana pesa, basi mwanamke anatakiwa amsaidie na mume pia ili naye apande, wote wawe kitu kimoja. Okay. Lakini mahusiano mengi ya leo ama ndoa nyingi za leo hali inakuwa ni tofauti. Okay. Mwanamke akiwa na pesa, mwanaume kiwango chake cha pesa kikiwa chini, basi mwanamke atataka kuwa juu Gadi. Yeah. Na atataka mwanaume azidi kuwa chini zaidi, kitu ambacho ni makosa. Okay. Na kwa ndugu wasikilizaji ambao wananisikiliza usiku wa leo, naomba uelewe kitu kimoja. Ili uweze kudumisha mahusiano yako na mke wako na mume wako, unatakiwa mwe kitu kimoja. Okay. Moja ya takwimu ambazo zinaonyesha Gadi, inaonyesha kwamba kila wiki wanandoa kugombana kwa sababu ya swala la pesa ndani ya nyumba. Okay. Yani wanandoa wengi kugombana kwa wiki ama kila wiki. Dio. Katika mwezi, iwe katika miezi au miaka. Ndio. Kila wiki wanandoa kadhaa kugombana ndani ya nyumba kwa sababu ya swala la uchumi. Okay. Yani watu wengi wanashindwa kuwa kitu kimoja, wanashindwa kuwa nia moja baina ya mke na mume. Yes. Na hii kitu ndio ambayo inaumiza ndoa nyingi za leo. Okay. Na namshukuru Mungu, moja ya vitu ambavyo huwa nawasihi sana na wakumbusha sana kwa bibi harusi wengi Gadi ambao ninawafanyia kitchen party. Yes. Katika moja ya vitu pia ambavyo nawafundisha ni kuwa kitu kimoja na mume wake. Okay. Mume na mke wanatakiwa wanie pamoja. Iwe ni katika swala la pesa, iwe ni katika swala la maendeleo, iwe ni katika masuala hata ya ndani ya kifamilia, malezi ya watoto, wote wanatakiwa wawe kitu kimoja. Okay. Wiki iliyopita nilikuwa naongea na mzee mmoja, ni mzee wa makamo Gadi. Okay. Anakaribia miaka 50 na ndio imefika hatua ndani yeye na mke wake
Anasema daktari, mke wangu amesema kila mtu afanye biashara kivyake, alafu hela tuweke mezani. Na mwanamke amwambia mimi kwenye biashara zangu sitaki uniingilie. Bwana. Na mwanaume akamwambia bwana, natamani wote tuwe kitu kimoja, natamani ufanye nikushirikishe. Lakini mwanamke anasema sitaki uniingilie kwenye biashara zangu. Okay. Na wala mwanaume haruhusiwi kujua mke wake ameingiza shilingi ngapi gadi. Okay. Sasa huyu mzee amekuja ananung'unika, huyu mzee amekuja anaumia. Anashangaa hawa ni watu wazima gadi, sio vijana. Tunaongelea watu wazima ambao tayari wana watoto, tayari wana wajukuu gadi. You can't imagine. I see. Ni kitu ambacho kinasikitisha sana, lakini tayari huyu mzee kwake imeshakuwa ni shida, inamsumbua katika akili yake. Okay. Anasema hali yetu sasa hivi ya kiuchumi sio nzuri, lakini nashindwa kuwa kitu kimoja na mke wangu. Ndio. Nasema sielewi, labda mimi kwa vile mimi kazi yangu ninayoifanya labda inaniingizia pesa ndogo, mwenzangu biashara yake anaingiza pesa kila siku. Sielewi, ananidharau. Okay. Ina maana tayari huyu mwanaume ameshaanza kuingiza kinyongo ndani yake. Yeah. Kwa hiyo mpaka watu kwenda kutamkiana gadi tunaachana, ama kuingia kufanya kwa vitendo, ama kwenda kuamua kufanya maamuzi ya kutaka talaka. Okay. Tayari kuna elements ambazo huwa zinaanza kuashiria ndani. Yes. Yaani kuna watu wanaishi ndani ya ndoa lakini walishaachana ndani ya mioyo. Yaani ndoa yao ilishavunjika tangu zamani. Okay. Inawezekana ilishavunjika miaka 5 iliyopita, miaka 10 iliyopita, miaka 2 iliyopita. Yes. Lakini hawa watu ni mke na mume, ila ndani ya nafsi zao, ndani ya mioyo yao, kwa kuwa hawajania mamoja, sio kitu kimoja, tayari walishatengana. Okay. Kwa hiyo na changamoto kama hizi zipo nyingi sana kwenye ndoa za leo gadi. Ni kweli. Sasa matarajio ya watu wengi ambao wanaenda kuingia naye kwenye ndoa. Unajua moja ya kitu kikubwa ambacho kinatokea katika ndoa nyingi za leo gadi. Ndio. Watu wengi wanakuwa na matarajio kwamba mtu wa mume aliyenaye ama mke aliyenaye amekamilika kwa kila kitu. Kitu ambacho ni makosa. Na ndio maana tunapiga kelele sana gadi. Okay. Usiingie kwenye ndoa haraka haraka. Ndio. Usikurupuke kuingia kwenye ndoa. Inatakiwa uweze kupata muda wa kutosha. Yes. Uweze kumsoma mwenza wako. Yeah. Uweze kumsoma mke wako vizuri, uweze kumsoma mume wako. Utakapoingia kwenye ndoa uwe ni mtu ambaye umejiridhisha. Okay. Lakini utakapotumia muda mrefu uweza kumsoma mwenza wako, uweza kumjua kiundani zaidi, itakuwa ni rahisi. Tayari kuna vitu unaweza ukavigundua gadi. Yeah. Japo kuna watu wengine wanaweza wakaficha makucha, lakini hata siku moja mtu hawezi akaficha makucha miezi 6 au mwaka mmoja gadi. Lazima itafika siku atajisahau. Kwa hiyo ni muhimu sana ujaribu kuwa makini kabla hujaingia kwenye ndoa. Okay. Lakini mdada ambaye unanisikiliza leo, wadada wengi sana wanaingia kwenye ndoa gadi wakiwa na matarajio makubwa sana, wakiwa wanawaza vitu vikubwa sana, pasipo kujua kwamba tunapoingia kwenye ndoa gadi ni sawasawa na yule mtoto ambaye anazaliwa. Anatarajia sasa kwamba support yake iwe kwa baba na mama. Okay. Wale ndio wanaweza wakaanza kumfundisha kidogo kidogo. Yes. Umenielewa dada? Nakuelewa. Kwa hiyo kinachotokea kwenye ndoa nyingi za leo ni nini? Wanandoa wengi wanaingia kwenye ndoa kwa kutegemea kwamba mume anaweza yeye ndo akawa ni mkamilifu kwa kila kitu. Yes. Pasipo kujua kwamba mke na mume wote wanatakiwa waweze kuchangiana, kutoa ushirikiano kwa pamoja. Wote wawili kwa pamoja wawe kitu kimoja. Kama ni pesa, basi watafute pesa wote wawili, washirikiane gadi. Okay. Kama ni masuala ya kimalezi ya kifamilia, watu wengi sana. Lakini pia nakutana na changamoto za watu za wanaume ambao wengi wanadharauliwa kwenye ndoa gadi. Yes. Mwanaume alikuwa na kipato kizuri, ghafla leo mwanaume huyu hana kazi. Ghafla huyu mwanaume leo
maisha yamebadilika. Ndio. Huyu mwanaume Gadi anaanza kudharaulika ndani ya nyumba. Yes. Maana yake huyu mtu alitarajia kwamba huyu binadamu au huyu mwanaume anaweza akawa na maisha mazuri milele Gadi. Okay. Hivi ni vitu ambavyo vinaumiza sana Gadi. Yes. Wanaume wengi wananilia juu ya hili swala. Ni jinsi gani wanateseka kwenye ndoa zao. Ni jinsi gani mtu anatamani kuvunja ndoa yake. Yaani ni watu ambao wameshakaa kwenye ndoa karibia miaka 10, miaka 12. Lakini changamoto kama hizi zipo kwenye ndoa. Okay. Kwa hiyo ndugu msikilizaji ambaye ananisikiliza, kama hujaingia kwenye ndoa, hebu acha matarajio. Wewe ndio unatakiwa ukawe sababu ya kuweza kutengeneza na mume wako na mke wako. Wote mkinia pamoja mnaweza mkatengeneza mahusiano yenu na swala la kuachana lisiwepo kabisa. Okay. Lakini moja ya kitu kingine pia ambacho kinachangia Gadi ni tabia zisizovumilika. Okay. Watu wengi wana tabia, yani wanandoa wengi ambao wanajikuta wameingia kwenye ndoa, Ndio. anaenda kugundua mwenza wake ana tabia za ajabu sana. Nikisema tabia zisizovumilika Gadi, Ndio. kuanzia ulevi uliopitiliza, kuanzia kauli chafu Gadi, zile kauli ambazo ni mbaya. Yes. Lakini pia kuna swala la uchoyo. Alafu pia kuna swala la wivu uliopitiliza. Okay. Hii mwenyewe ni changamoto kubwa sana Gadi. Okay. Wanandoa wengi wanajikuta katika hali kama hii. Yaani umeingia kwenye ndoa na mwenza wako. Yes. Alafu mwisho wa siku unagundua kabisa tabia anazonazo huwezi kuzivumilia. Mtu anajaribu kuweza kuvumilia Gadi. Anajaribu kwa kiasi fulani, anakuambia kabisa daktari, huyu mtu sikujua kama ni mtu ambaye ni mlevi mpitiliza. Labda kwenye uchumba alikosa muda wa kumchunguza vizuri. Ndio. Labda huyu mtu ni mchoyo kupitiliza. Ndio. Kuna zile tabia ambazo nafika hatua mtu zinamkera na inakuwa kwake ni kichomi, inakuwa ni maumivu kila siku. Yes. Inakuwa kwake ni aibu. Ndugu wasikilizaji ambao wananisikiliza usiku wa leo, ni vema ukatenga muda wewe na mchumba wako kabla mjaingia kwenye ndoa. Okay. Kwa sababu naamini usiku wa leo tunaongea na watu pia ambao hata bado hawajaingia kwenye ndoa ama wanatarajia kuingia kwenye ndoa. Ama inawezekana ulishawahi kuwa kwenye ndoa, leo hii haupo tena kwenye ndoa, ndoa yako ilishavunjika kwa sababu fulani. Yes. Ni vizuri sasa utakapoingia kwenye mahusiano mapya uweze kupata muda kuweza kumchunguza mtu uliye naye. Je, ni mtu ambaye unaweza ukabeba madhaifu yake kabla hujaingia kwenye ndoa? Okay. Je, tabia zake unaweza kuzivumilia? Je, unaweza kuzibadilisha tabia zake kabla mjaingia kwenye ndoa? Dada mmoja alikuwa ananiambia, daktari, huyu mwanaume ana shida yoyote, lakini changamoto kubwa, yani yeye muda wa usiku anasema hawezi kukaa nyumbani, anatakiwa aende akafurahia na marafiki zake, kurudi nyumbani saa 4 za usiku, saa 5. Sasa hawa ni wachumba. Yani mwanaume ameshamtangazia kabisa udada kwamba mimi siwezi. Nikamwambia huyo sio mume sasa. Okay. Maana yake hata akikuoa atakuwa ni mtu ambaye anakuacha ndani anaenda kukaa na marafiki zake. Yes. Mwanamke huyu anajaribu kumbadilisha, na mimi hii tabia siipendi. Kama ni kukaa basi ukae nyumbani kwako, kwa sababu bado hawajaanza kuishi pamoja. Ndio. Kaa nyumbani kwako, uongee na mimi hata kwa simu. Kuliko kumwambia kwamba utoke uende ukaanze kuongea na marafiki zako muda wa usiku. Kwa hiyo kuna tabia zingine ambazo unaweza ukaziona nyakati za uchumba. Ndio. Usianze, kuna watu wengine wanakuambia nitazibadilisha tukiwa ndani ya ndoa. Ama anaweza akabadilika mbele ya safari. Kuna watu wameingia kwenye ndoa wakiamini kwamba mume ama mke wake anaweza akabadilika mbele ya safari, tabia yake aliyonayo anaweza akafanikiwa kumbadilisha huko mbele ya safari. Yes. Labda kwa vigezo fulani hivi, aidha inaweza kuwa ameshazaa naye. Na moja ya changamoto kubwa sana Gadi ambayo inaumiza usiku wa leo kwa ndugu msikilizaji ambaye ananisikiliza, usiingie kwenye ndoa kwa sababu ya kuzaa na mtu fulani. Yes.
nilikuwa nimekaa sehemu fulani, dada binti mmoja akawa anamsimulia rafiki yake. Ndio. Anambia ni huyu kijana baba amemuita, amemkomesha, amempiga mkwala. Inatakiwa tukifika mwezi wa 8 anichukue tuanze kuishi pamoja. Bwana. Yaani anataka kulazimisha mahusiano kwa vile ameshazaa na huyu kijana. Kwamba ameshazaa na huyu kijana, kwa hiyo huyu kijana ameitwa na baba mkwe, kapigwa mkwala. Kaambia hivi na hivi, hakikisha mwezi wa 8 unamchukua mwenzio, mnaenda kuanza kuishi pamoja. Okay. Sasa kuna watu wengi ambao yaani tunasema ni kwamba tumekalili. Ndio. Sio kweli. Angalia msingi sahihi. Huyu mtu ni mwaminifu kwako, huyu mtu ana upendo kwako. Hata kama umemshamzalia mtoto, hata kama ameshakupa ujauzito, unaona kabisa hana mapenzi na wewe. Ndio. Ni bora ukaibeba ile aibu kwenye jamii kwamba ulizaa nje ya ndoa, lakini ukabaki na furaha na amani na maisha yako yote. Ndio. Kwa hiyo usione aibu leo hii una ujauzito. Usione aibu leo hii tayari una mtoto, inabidi uende ukaolewe hivyo hivyo. Kisa ni nini? Kwamba inabidi nikaolewe kwa ajili ya kwenda kulea mtoto. Sio kweli. Yes. Sasa ndoa nyingi za hivi jadi ndizo ambazo upelekea mwisho wa siku watu kwenda kuachana. Ndio. Watu wanaoana kwa sababu fulani. Hizi ndoa za kwa sababu ana ujauzito wangu, kwa sababu ana mtoto wangu, au kwa sababu nimezaa naye. Ndio. Sasa hivi zimeshamili kwenye jamii kwa kiasi kikubwa. 70% ya vijana wengi leo hii wanaingia kwenye ndoa kwa sababu hii. Okay. Usiku wa leo natumaini naongea na wazazi. Moja ya shida kubwa ambayo gadi inapelekea inakuwa ni ushawishi mkubwa ni upande wa wazazi gadi. Yes. Kama wewe ni mzazi ambaye unanisikiliza usiku wa leo, au hata kama ni mzazi ambaye unatarajiwa, mtoto wako amekutana na changamoto kama hii, amepewa ujauzito, usilazimishe aende akaolewe. Yes. Nilikuwa naongea na mtu fulani, anambia bana binti wa fulani, namuuliza wewe binti wa fulani mbona namuona kama ni mjamzito? Anambia bana ule binti kwani ni mjamzito. Kuna kijana mpa mimba, baba yake akamfukuza, akamwenda akaolewa, umeshakuwa mkubwa. Sasa leo na kesho ndoa ile inaenda kuvunjika kwa sababu watu wamekutana kwa matamanio gani? Ndio. Hawajakutana kwa ajili ya upendo. Hata mzazi ambaye ananisikiliza usiku wa leo, hebu naomba aweze kupata muda wa kutafakari juu ya hili. Unamlazimisha mtoto wako aende akaolewe kwa sababu tayari ni ujauzito, kwa kukwepa aibu kwa jamii. Yes. Wazazi wengi wanataka kukwepa kwamba hii ni aibu kwenye jamii, pasipo kuangalia msingi sahihi ya mahusiano, msingi sahihi ya ndoa. Okay. Ni ipi? Badala ya kufundisha mtoto kama umeshakosea, sasa hebu kuwa makini. Yes. Ningefurahi sana wazazi wengi wangekuwa wanawachukulia taratibu na sheria hao watu ili waweze kulea ujauzito na kulea watoto. Lakini sio kung'ang'aniza watu waingie kwenye ndoa. Ndoa za hivi gadi nakutana na kesi za hivi nyingi sana. Okay. Huyu nakwambia nimeachana huyu mwanaume, hata hivyo nilazimishwa tu kuingia kwenye ndoa na baba yangu kwa sababu nilikuwa nimezaa naye kwenye mtoto. Ila hakuwa chaguo langu na wala sikuwahi kumpenda. Ndugu msikilizaji, maisha Mwenyezi Mungu jinsi alivyotuumba, ametuumba tufurahie maisha. Amekuumba ili ufurahi. Mwenyezi Mungu hajamuumba mtu aje ateseke duniani kwa ajili ya mahusiano ama mapenzi. Na swala la maumivu ama kuumia, kila siku wanasema tukuumia tunaumia mara moja gani? Yes. Usiruhusu umeumia katika mapenzi, umeumizwa katika ndoa, ikatokea tena umeenda kuumia kwa mara ya pili. Ndio. Ukiruhusu kuumia ujue umetaka wewe mwenyewe. Yeah. Hakuna ambaye hakutani na changamoto katika mahusiano. Lakini pale tunapokutana na changamoto tunatakiwa tujifunze. Ndio. Unagundua kabisa huyu mwanaume tumetamaniana, nimefanya naye mapenzi, nimefanya tendo la ndoa, nimepata ujauzito, lakini hakuwa na mapenzi na mimi, usilazimishe ndoa. Ndio hata kwa wanaume ambao wananisikiza usiku wa leo, unajua kabisa huyu binti yule dada hujampenda, usilazimishe ndoa. Ni vema ukaendelea kuhudumia mtoto wako. Lakini tafuta mwanamke ambaye unaona una mapenzi naye, unampenda, amejaa ndani ya moyo wako, ndio uingie naye kwenye ndoa. Yes. Lakini sababu ya mwisho ambayo nataka tuongelee usiku wa leo gani? Ndio. Ni katika swala la tendo la ndoa.
Moja ya sababu nyingi sana ambazo linavunja ndoa nyingi za leo Gadi, ni swala la tendo la ndoa. Okay. Pale tendo la ndoa linapokuwa haba, linapokuwa hafifu, Yes. mmoja wapo anapokuwa hafurahii, mmoja wapo anapokuwa haridhiki, na hili swala likiendelea kuwa muendelezo Gadi, Ndio. nakutana na kesi za wamama, wadada ambao wanalia Gadi. Ndio. Mtu anakwambia dokta, nina mwaka mzima sijawahi kufika kileleni. Nina watoto 2 3, sijui hata raha ya tendo, mimi huwa ninazaa tu. Ni changamoto kubwa. Nimekutana na dada mmoja, dada wa miaka 42. Okay. Udada anasema alikujaribu kutoka nje ya ndoa yake. Ndio. Akakutana na mwanaume shababi ambaye akaweza kumfikisha kileleni vizuri Gadi. Okay. Akashangaa, akachanganyikiwa. Lakini yupo ndani ya ndoa Gadi. Sasa unaweza kuona ni kiasi gani sasa leo hii anatamani mpaka kumwacha mume wake wa ndoa kwa sababu ya mwanaume wa pembeni. Shida hasa ni nini? Amegundua kabisa kwamba huyu mwanaume leo hii nimekaa naye takriban miaka 18. Ndio. Mpaka tumefikia hatua ya utu uzima. Mimi sijui la tendo la ndoa. Ninasikia tu amekuja kuitambua utu uzima huyu kwa nini Gadi? Huyu ni dada ambaye anasema aliolewa akiwa na miaka 19. Lakini amekuja kupata la tendo la ndoa akiwa na miaka 42. Ndugu msikilizaji, unaweza ukaona kama ni uongo, unaweza kama ukaona ni utani, labda ni story za hadithi za paka na panya. Lakini hivi ni vitu ambavyo vipo kwenye mahusiano. Yes. Inaumiza, inasikitisha kwa kiasi kikubwa sana. Kikubwa ambacho nataka kuongea na ndugu wasikilizaji ambao wanatusikiza usiku wa leo. Okay. Kama wewe ni mke, umeona kabisa mume wako ana changamoto, hakufikishi kileleni vizuri, hebu naomba usisite kunipigia simu. Nipigie simu niangalie namna gani naweza nikawasaidia wewe na mume wako. Okay. Nina dawa ofisini kwangu ambayo inaweza kumsaidia mume wako akarudisha maridadi wake kama hapo ilivyokuwa zamani, kama hapo mlipokuwa mnaoana mwanzoni. Nashukuru Mungu Gadi, dawa ambayo ninawauzia wateja wangu wengi wao wananipa mrejesho ambao ni mzuri sana Gadi. Yes. Kwa kiasi kikubwa wengi wameanza kufurahia. Wengi ndoa zao nyingi zimeanza kuimarika, wameanza kufurahia tendo la ndoa. Hili ni jambo ambalo nikilisikia nafurahia sana ndani ya nafsi yangu. Okay. Kwa sababu hii changamoto ipo. Kwa hiyo kama wewe ni mwanaume pia una changamoto kama hii, hebu anza kufanya jitihada za kutosha. Lakini wanandoa, naomba muwe na utaratibu wa kuweza kulizungumzia hili swala. Umeona mume wako hakufikishi kileleni, mwambie. Okay. Umeona mke wako hafurahi kabisa, kaa naye muweze kujadiliana naye, mume wangu, katika swala tendo la ndoa mimi na wewe naona kabla kuna shida. Hebu tuweze tukatafuta suluhisho Gadi. Ndio. Ni vizuri mke na mume muweze kuliongea hili swala. Kuachana sio suluhisho. Kwa nini muachane? Kwa nini umwache mume wako kwa sababu hakufikishi kileleni? Ndugu msikilizaji ambaye unanisikiliza usiku wa leo, unaweza ukamwacha huyu ukaenda kukutana na mtu mwingine ambaye ukakutana na changamoto tofauti pia. Ndio. Dada mmoja ambaye anasema, dokta, niliachana na mume wangu ambaye alikuwa hawezi kunifikisha vizuri kitandani. Okay. Lakini akaenda kukutana na changamoto, huyu mwanaume nguvu zipo lakini ana uume mdogo Gadi. Bwana. Sasa unaweza ukaona ni story ambazo zinaumiza kidogo. Yes. Hizi ni hadithi ambazo nakutana nazo ofisini kwangu. Okay. Ndio naambia kabisa nimekutana na mwanaume nguvu kidogo zipo na aweza kufika kileleni, lakini nimegundua kabisa uume wake ni mdogo sana. Okay. Yaani sifurahii kama ilivyokuwa nafurahia hapo awali. Yes. Lakini mume wangu alikuwa na uume mtoshelevu na ni mkubwa, lakini nguvu zilikuwa ni chache. Okay. Kwa hiyo hakuna binadamu ambaye amekamilika ndugu msikilizaji. Kama kuna changamoto yoyote ambayo unakutana nayo,
kama hujui maandalizi wakati wa tendo la ndoa, nina majarida ambayo yanaweza yakakusaidia ukajifunza namna gani ya kuweza kumwandaa mwanamke vizuri. Mwanamke ana maeneo 12, ndugu msikilizaji ambaye unatusikiliza. Kama ni mara yako ya kwanza kunisikiliza, maeneo haya ukiyatumia vizuri unaweza kumfurahisha, unaweza kukusaidia kuweza kumfikisha mke wako kileleni kwa urahisi zaidi. Okay. Lakini pia kwa upande wa dada ama wa mama, nina jarida ambalo linaonyesha maeneo 9 ambayo unaweza ukayatumia kumpagawisha mume wako pindi mnapokuwa kitandani. Yes. Kwa hiyo kama hauna uelewa wote, kama hauna ujuzi wote, hebu nipigie simu. Haya majarida kama huko mbali naweza nikutumia kwa njia ya gari. Kama huko hapa Mbeya unaweza ukaja ofisini kwangu moja kwa moja Mbalizi ZZK uweze kujipatia. Lakini pia na video ambazo zinaweza kukusaidia kujifunza vitu vingi zaidi kwa vitendo. Haya masuala ya maandalizi kwa upande wa mke na mume, hizi video zote nimezijumlisha kwa pamoja. Ipo video ambazo zinaweza zikakusaidia pia ukajifunza maandalizi kwa vitendo. Okay. Wengi wanafikiri hizi video labda ni picha za ngono gani. Okay. Hizi ni video ambazo kuna kitaalamu katika sayansi ya mapenzi, kuna kitu kinaitwa sexology. Okay. Sexology ni elimu ya tendo la ndoa. Mimi kama mtaalamu wa sayansi ya mapenzi pia natoa elimu ya tendo la ndoa gadi. Okay. Kwa hiyo ndugu msikilizaji ambaye ananisikiliza, nimebobea katika haya masuala. Licha ya kwamba nimekwenda kusomea, ndio, lakini pia nimebobea katika swala la tendo la ndoa. Ninaweza nikakufundisha elimu ya tendo la ndoa ambayo ni sahihi. Usidanganywe na picha za ngono, zitakuharibu kisaikolojia na zitakuharibu katika swala lako la tendo la ndoa. Okay. Kwa hiyo jaribu kuweza kupata elimu sahihi ya tendo la ndoa ili wewe na mke wako muweze kuboresha mahusiano yenu na swala la kuachana lisiwepo. Maana yake madhara ni makubwa. Okay. Naona muda wetu umekwenda sana. Yes. Nadhani kwa ndugu msikilizaji ambaye aliyekuwa ananisikiliza kwa mara ya kwanza, mimi naitwa Dr. J, ni mwanasaikolojia lakini pia ni mtaalamu wa sayansi ya mapenzi. Napatikana Mbalizi ZZK karibu na benki ya NMB Usongwe. Okay. Kwa hiyo ambaye unahitaji kuweza kufika ofisini kwangu, namba yangu ya simu ni hii hapa. 0745 218 212. Okay. 0745 218 212. Sasa hivi nimezima, nikitoka hapa unaweza ukanipigia simu, ama kesho asubuhi nipigie simu kwa ajili ya kuweza kupata maelekezo namna gani unaweza ukafika ofisini kwangu, ama ukaja moja kwa moja kwa ajili ya ushauri na saa. Okay. Twende kwenye maswali guys. Okay, bila kupoteza muda basi namba yetu ya studio ni 0767 000927 0767 0009. Nitaruhusu simu chache then basi tutaingia katika kuuliza maswali ambayo yatakuwa yametumwa kwa njia ya ujumbe au nasema kwa njia ya message. Lakini nikumbushe kitu kimoja, bado tupo na Evigo Herbal Clinic ambao bado wanatupatia support ya kutosha mpaka pale tamati wa kipindi chetu. Evigo Herbal Clinic wanapatikana pale stendi ya 8 pale magari yanapotoka kwenye kamba ya kukatishia ushuru, mkono wako wa kushoto utaona bango limeandikwa Evigo Herbal Clinic. Kwa hiyo kama una matatizo mbalimbali kama ya uzazi na matatizo mengine kama vile vidonda vya tumbo, magonjwa ya zinaa kama ngono, tunasema kisonono, kaswende, tunasema labda UTI ya muda mrefu na kusumbua, basi fika pale Evigo Herbal Clinic, mambo yatakuwa vizuri kabisa. Wanapatikana pale 88 Mbeya. Bwana, kama una swali au pengine ungehitaji ushauri, namba yetu ya studio ni 0767 000927. Nitaruhusu simu chache, baada hapo tutaingia kwenye maswali ambayo yatakuwa yameulizwa kwa njia ya message. Unasema ujumbe mfupi ni 0767 000927. Okay. Naomba nianze na kuruhusu kwanza kupokea simu yako, then kama baadaye tutarudi kwenye ujumbe mfupi au tunasema message. Kama una salio basi, kama una swali unaweza kanipigia hapa moja kwa moja kupitia namba yetu ya studio 0767
000927 0767 000927. Kwela hello. Hello. Okay, tafadhali basi unapokuja kwenye line hapo basi naomba nakuomba sana punguza sauti ya redio yako ili tuweze kuelewana vizuri, kuepushana hiyo mwangu wa redio. Najua unajisikia sawa, punguza basi hiyo sauti ya redio tuweze kuelewana. Ni 0767 000927. Okay. Kulana hello. Hello. Tuwe serious jamani, namna gani? Tuwe serious kwa kile ambacho tunakifanya. Okay. Yes, kulana hello. Yes, nani kutoka wapi? Tuna ile kutoka Mwanza. Bwana kutoka pande hizo, karibu sana. Nakusikia. Tafadhali sana basi unapokuja kwenye line nakuomba sana tena sana, punguza sauti ya redio yako ili tuweze kuelewana. Ni 0767 000927. Naona message ni nyingi sana hapa. Message nyingi. Okay. Dokta, naona basi tuendelee, kama wakipiga basi tunaweza tukasikiliza. Tuende kwenye message moja kwa moja. Kwenye message hapa. Okay, naona kwenye line. Yes, kwa line hello. Yes, naongea na nani kutoka wapi? Naongea na Oscar, niko Isanga. Kutoka Isanga, karibu sana. Nilitaka kuuliza hivi, kwa mfano mwanamke kama mnakuwa kama vile anakuwa kama mnapishana, inakuwa tatizo nini? Inakuwa ni mpishano wa maisha au mpishano wa akili au? Yaani mnapishana kivipi? Mnapishana hamuelewani ndani ya nyumba au inakuwaje? Kwa sababu kama unamwambia anakuwa kama vile anaona mpotosi, anakuwa anaona hauko sahihi. Okay. Alafu unaona kama hayuko sahihi, na ukimwambia unakuta anaona kwenda wewe kama ndo hauko sahihi. Okay. Sasa inakuwa tatizo nini? Okay, basi dokta atakujibu moja kwa moja hapa. Dokta, nadhani mmemwelewa. Nimempata vizuri Oscar. Cha kwanza kama tulivyoongelea kwenye mada ya leo Gadi. Ndio. Ni muhimu sana wanandoa wajifunze kuweza kumfahamu mwenza aliyenaye vizuri sana. Okay. Kwa sababu swala la kuweza kutofautiana especially pale mnapokuwa mko ndani ya ndoa, hiyo ni shida nyingine, na inaonyesha kwa namna moja ama nyingine watu hawapati muda vizuri wa kuweza kuchunguzana vizuri Gadi. Okay. Wewe uko na mwenzio, unatakiwa ujue mwenzio anapenda nini, hapenda nini. Lakini tabia zake pia unatakiwa uweze kuzifahamu. Huyu mtu tabia zake ni hivi. Yes. Akichukia anakuwa hivi. Okay. Akiwa amefurahia anakuwa hivi. Okay. Chakula chake anapenda apikiwe hivi. Yes. Unajua kabisa mke wangu nikichelewa kurudi anaweza akachukia, akakasirika. Ndio. Mke wangu anapenda niwahi kufika nyumbani, nifike muda fulani. Yes. Kwa hiyo ni muhimu watu waweze kuchunguzana mapema. Okay. Haya mabadiliko ambayo yanaweza kwenda kutokea ndani ya ndoa, ni vema pia unapoona mabadiliko kama haya, ni vema ukaweza kukaa na mwenza wako. Okay. Wote kwa pamoja muweze kuzungumza. Kwa namna moja, kama kuna vitu ambavyo anaona unakosea, yes, ni vema mume akawa muwazi. Okay. Ama mke akawa muwazi. Bana, mimi naona kuna hili na hili mimi silipendi. Okay. Naomba tuweze kwa pamoja kulishughulikia, tuweze kuliweka sawa. Kila mtu aweze kueleza ya kwake. Asiwepo mtu ambaye ataweka kitu rohoni
Okay. Unajua moja ya kitu ambacho kinasumbua ndoa nyingi za leo ni kwamba watu wengi wanakuwa anabeba mapungufu ya mwenza wake anaweka moyoni. Okay. Anabeba madhaifu na makosa anaweka moyoni. Hataki kuspeak out vile vitu, hataki kuviondoa vile vitu. Hataki kukaa na mwenza wake kuviongelea. Okay. Kwa ile sumu inaenda inajengea kidogo baadaye unaanza kuona mtu anakudharau, mtu anaanza kukuchukia, anaanza kwa majibu ambayo ya ajabu. Lakini kumbe ni maudhi ambayo yametokea mwaka uliopita. Kwa hiyo ndoa ambao unanisikiza usiku wa leo, pateni muda wa kukaa pamoja na kuweza kuzungumza. Wanandoa wengi hawana mazungumzo. Okay. Yaani wengi hawana mazungumzo juu ya swala ya mahusiano, especially katika masuala ya mahusiano. Okay. Ningependa kwa wanandoa, pateni muda angalau hata kwa mwezi mara moja. Nadhani hii safari yetu ambayo tunaenda kutembelea Matema Beach Garden. Ndio. Nadhani kwa wanandoa ndio muda mwafaka wa wao kwenda sehemu ya mbali kidogo na watoto na wote. Yes. Wanandoa wakakaa pamoja wakaongelea masuala ya mahusiano yao. Ni vizuri sana Gadi. Ni kweli kabisa. Yaani hii ni kitu kizuri sana ambayo uongozi wa Bahari ya Huba na Highland FM ambao wameileta. Na hasa kwa wanandoa ambao wananisikiza usiku wa leo, hebu muweze kupata muda wewe na mwenza wako, mwende sehemu tulivu, muweze kwenda muongee kuhusiana masuala ya mahusiano yenu. Yes. Hiyo ni tendo la ndoa. Hiyo ni masuala ya kimaendeleo ya nyumbani. Ninyi wawili muongelee mahusiano yenu nyinyi wenyewe binafsi. Okay. Yeah. Sawa. Okay, ni 0767000927. Nimesema kwanza napokea simu yako, then baadaye basi tutarudi kwenye ujumbe au unasema message. Okay. Okay. Tuanze na huyu hapa, anasema mwanamke aliyekeketwa hana utamu. Anasema ana kutoka Uyole. Okay. Mwanamke aliyekeketwa hana utamu. Sio kweli. Okay. Mwanamke aliyekeketwa naye pia anaweza kufurahia tendo la ndoa. Okay. Lakini pia naye ana ladha ya kipekee kwa sababu tayari ana maumbile. Ila changamoto kubwa ile sehemu ambayo imekatwa ama kile kinembe ama kisimi kimetolewa Gadi. Kwa hiyo msisimko wake ama kuweza kufika kileleni kunahitajika mwanamume ambaye ana ujuzi wa kutosha. Okay. Namna gani ya kuweza kumwandaa mwanamke. Okay. Lakini pia maandalizi ya mtu ambaye hana kisimi kile ama kile kinembe kimeshatolewa. Okay. Maandalizi yake ni ya tofauti. Yaani unaweza ukasema maandalizi yake ni super kuliko hata huyu mtu ambaye tayari anacho hichi kiungo Gadi. Ndio. Kwa hiyo kwa mwanaume ambaye ana changamoto, aidha umeoa mwanamke ambaye yuko hivi ama una mtu ambaye yuko katika mahusiano yuko hivi, ana changamoto ya kutofika kileleni, hebu naomba uweze kunitafuta nikuelekeze namna gani ambayo unaweza mkafurahia tendo la ndoa na huyu mtu kaweza kuwa unamfikisha kileleni hata kama hana hicho kiungo. Lakini hata kwa ndugu msikilizaji ambaye ametuma hili swali, kama na yeye anajiona ana mapungufu hayo, aweze kunitafuta ama aweze kuja na mwenza wake ofisini kwangu, niangalie namna gani ambayo naweza nikawasaidia, nikamwelekeza pia mwanaume ni mbinu gani ambazo anatakiwa azitumie za ziada zaidi ili kuhakikisha huyu mwanamke naye anafurahia tendo la ndoa na anafika kileleni pasavyo. Okay, sawa. Anasema huyu, hivi dokta, nilikuwa nauliza, mimi na tatizo nikiwa nafanya mapenzi nasikia maumivu makali na tumbo huwa linauma sana. Tatizo ni nini? Anasema mimi Edin kaishia hivyo. Okay, pole sana Edin kwa changamoto ambayo unakutana nayo. Hii shida kubwa iko kwa wanawake wengi, kuna sababu za kiafya. Okay. Lakini moja ya kitu kikubwa ambacho mimi wanapenda kipaumbele Gadi ni swala la maandalizi. Yes. Maandalizi ni ya muhimu sana. Okay. Kuna wanaume wengi nikiwaambia swala maandalizi anakuambia najua kufanya maandalizi. Yes. Lakini nikimwambia niambie mwanamke anaandaliwaje, atakwambia daktari anafanya hivi na hivi. Unagundua katika kiwango chake ni kidogo sana. Yaani katika 100% Gadi, nikimpa max nyingi nimempa max 20 kwa 100. Okay. Sasa lakini mtu kama huyu anakuambia anajua kumwandaa mwanamke. Kumwandaa mwanamke Gadi
sio kazi ya papara, sio kazi ya pupa kwa pupa. Ni kazi ambayo mwanaume unatakiwa utulize akili yako, utulize fikra yako, utulize akili yako vizuri, lakini pia utumie muda mrefu kuweza kumwandaa huyu mwanamke. Lakini pia mwanamke anapokuwa anaandaliwa anatakiwa apate maji au ule ute mzito ambao unaweza ukakuruhusu wewe kupenya vizuri ama kuweza kumuingilia. Unatakiwa utoke kwa wingi. Ndipo hapo uanze kushiriki naye tendo la ndoa. Sasa shida kubwa ambayo inatokea ni kwamba wanaume wengi wanaanza kushiriki ama anaingiza uume wake kabla hata hii hali mwanamke hajapata ya kuwa na maji katika uke wake. Kwa hiyo mwanamke anajikuta ni mkavu. Kinachotokea baada ya hapo, wanawake wengi kwa sababu ya yale maumivu anajikaza mwili wake, anakaza misuli yake, anakaza misuli ya tumbo kwa sababu ya yale maumivu, kwa sababu sio furaha tena, sio utamu tena. Hasikii raha yote. Kwa hiyo anabakia kuwa ni mtu ambaye amejikaza. Anajikaza kuanzia mwanzo wa tendo mpaka mwisho gadi. Sasa hii hali ya kujikaza lazima ipelekee kupata maumivu chini ya kitovu, kuumwa na tumbo kwa sana, kwa sababu hali aliyokuwa na experience sio raha, ni maumivu gani. Kwa hiyo shida hasa kubwa iko katika swala la maandalizi. Sawa. Unasema je, nikienda haraka sana kwenye kufanya tendo la ndoa, je, ndo nakuwa nazidi kumfurahisha mke wangu zaidi au nakuwa na haribu tendo la ndoa? Ila kwamba kwenda taratibu ndiko kuna boresha tendo la ndoa zaidi. Msikilizaji Gadi ameuliza swali zuri sana. Na ni manufaa kwa hata kwa wasikilizaji wengine ambao wanatusikiliza usiku wa leo. Sababu naongea na watu ambao wako kwenye ndoa, naongea na watu ambao wako kwenye mahusiano usiku wa leo. Ndugu msikilizaji, kama alivyotangulia kuuliza mwenzetu hapa, anasema kwamba je, nitumie spidi kubwa ama nikitumia spidi ndogo nazidi kumfurahisha? Cha kwanza unatakiwa uendane na, tunasema kwamba na mwili wa mwenzio. Angalia mwili wa mwenzio una mwitikio gani. Uweze kusoma mwili wa mwenzio. Ni wanandoa wachache sana ambao wana tabia ya mazungumzo. Yani mawasiliano wakati wa tendo la ndoa. Yawepo mawasiliano wakati mle mkiwa faraga, ili kuweza kujua mwenzako yuko katika kiwango gani muda huo. Ni moja ya starehe ya kipekee sana Gadi. Mimi napenda sana. Wengine wanaweza wakaona kama ni kitu kigeni, lakini mawasiliano pale wakati wa tendo la ndoa, pale unapokuwa unaingiza uume wako na kutoa uume wako, ni mazuri sana, ili uweze kwenda na mwitikio pia wa mwili wa mwenza wako. Kuna muda unaweza ukaona kabisa unaenda pole pole, kuna muda unaona kabisa mwenza wako anahitaji uweze kutumia spidi. Kwa hiyo unatakiwa usome mwili wa mwenza wako. Lakini ili kuweza kusoma mwili wa mwenza wako, ni vizuri mkawa kwenye mawasiliano, mkawa na maneno yale matamu. Unajua mawasiliano ni mazuri sana Gadi. Na moja ya kitu kikubwa ambacho psychological tunasema kwamba wanaume tumeumbwa, tunapenda ama tunatamani kufanya tendo la ndoa pale tunapokuwa tunaona. Lakini pia hata huyu mwanaume anapenda kusikia maneno yale ni matamu wakati wa tendo la ndoa. Yani mwanaume anapenda kuambiwa maneno matamu. Yani ile kumwambia mume wako, labda mume wako unanifurahisha, jinsi ulivyo mkubwa unanitosheleza vizuri. Haya ni maneno wakati wa faraga Gadi. Maneno yale matamu mwanaume anapenda kuyasikia. Lakini pia hata na wewe mwanaume jifunze lugha zile tamu za kuweza kumhamasisha mke wako katika tendo. Kuweza kujua, japokuwa wengine wanaweza wakaona kama ni ushamba, lakini ni hali ambayo ya mawasiliano ambayo mnaweza ukaijenga wewe na mke wako ili muweze kufurahia. Mkiwa na mawasiliano hiki kitu kinawezekana, lakini jaribu zaidi kusoma mwili wa mwenzio. Angalia ni mapokeo ya mna gani. Lakini hata wewe mwanamke ambaye unanisikiza usiku wa leo, umeona kabisa sasa alikuwa anatumia spidi ndogo, inatakiwa sasa aanze kutumia spidi kubwa. Mwambie, baby naomba uongeze spidi, ama baby ongeza spidi vizuri, ama baby tubadilishe huu mkao tuliokaa. Labda huu mkao unaniboa, tubadilishe mkao mwingine Gadi. Kwa sababu kuna faida kubwa penyewe pia
licha ya kwamba huyu mtu ameulizia swala la spidi. Lakini moja ya sifa kubwa ambayo ndugu msikilizaji ambao anatakiwa anielewe, ili uweze kufurahia tendo la ndoa wewe na mke wako na mume wako, angalau kitaalamu tunasema kila baada ya dakika 3 ama 5 mbadilishe mkao, muende mkao wa tofauti gani. Okay. Sio, unanipata vizuri gani? Yeah, nakupata. Yaani kila baada ya dakika 3 ama 5 mke na mume wanapokuwa wanashiriki tendo la ndoa inatakiwa wabadilishe mkao wa tofauti ili kuweza kuleta raha nyingine, ili kuweza kuongeza utamu mwingine wa tofauti. Sasa wanandoa wengi wanatumia mkao ambao ni mmoja gani. Okay. Ule msisimko ama hiyo speed ambayo unaitaka ama hiyo speed ndogo ndogo itatoka wapi? Kwa hiyo unapokuwa mbadilisha mkao, hata ule msuguano unakuwa tofauti gani. Okay. Hata ile raha itakuwa ya tofauti. Kwa hiyo huyu ndugu msikilizaji ameuliza swali zuri sana na naamini limewajenga hata wengine pia. Sawa sawa. Unasema kaka, naomba dokta, nataka niulize utamwandaa mwanamke kabla haujafanya tendo la ndoa? Mibeni nipo Mbeya. Anasema utamwandaje? Aje ya. Okay, kuna maeneo 12 Beni ambayo yako kwenye mwili wa mwanamke. Okay. Ambao unaweza ukayatumia kuweza kumwandaa. Ofisini kwangu nina jarida ambalo naliuza shilingi 5,000. Nina video ambazo naziuza shilingi 10,000 ambazo zenyewe ni kwa vitendo. Okay. Kwa hiyo Beni, naomba uweze kunipigia simu kesho uniambie wakati kama ni jarida ama kama ni video utachukua kipi kati ya hivyo viwili ili viweze kusaidia, lakini siwezi nikasema nitaje hapa redioni. Okay. Yeah. Sawa. Asema Halima toka Mbeya Mwanjelwa. Asema hiyo video ya maandalizi aliyosema dokta kwa njia ya simu tunaipataje au tunaipata wapi kupitia mitandao ya kijamii? Okay, hizi video ninazo mimi mwenyewe, ni video ambazo zimetengenezwa na hizi video si za ngono Halima. Okay. Hizi video ni elimu ya tendo la ndoa, kitaalamu tunaita sexology. Okay. Ni elimu ya tendo la ndoa ambayo unaonyeshwa vitendo kwa vitendo ni jinsi gani uweze kumwandaa mume wako, ni maeneo gani uweze kumshika mume wako. Ni video ambazo zimeandaliwa kitaalamu na ziko kwa lugha ya Kiswahili, zina maelekezo nini ambacho unaelekezwa kufanya katika kila kiungo ambacho kiko kwenye mwili wa mwanamke, kiko kwenye mwili wa mwanaume. Ili uweze kuzipata inabidi uweze kunipigia simu. Ukisha nipigia simu, hizi video nitakuwekea katika account yako ya Gmail ama katika email address yako. Siwezi nikakuwekea kwenye simu yako. Okay. Na kuwekea kwenye email yako kwamba zikae maisha yako, ziweze kukaa katika maisha yako yote, ili siweze kupotea. Kwenye simu zinaweza kupotea. Kwa hiyo Halima, nipigie simu kesho ili nikupe utaratibu, lakini jinsi ya kuweza kuzipata nipigie simu alafu na kuwekea kwa njia ya email address pale utakapokuwa umeshalipia. Okay. Nitaomba Dr. Tunde haraka kidogo sababu message ni nyingi sana hapa. Okay. Huyu anasema dokta, mume wangu wakati wa kufanya tendo la ndoa hautoi zile shahawa, badala yake unasinyaa. Kaishia hivyo. Okay, maana yake huyu ni mtu ambaye anaishiwa na nguvu katikati ya tendo. Okay. Moja kwa moja hiyo ni shida gani? Kwa hiyo naomba aweze kunipigia simu kesho, nina dawa ambayo ipo ofisini kwangu. Okay. Anipigie simu kesho, nitampa maelekezo, hii dawa inaweza ikamsaidia na itaondoa hilo tatizo moja kwa moja. Huyu anasema naitwa Meli, nipo Iunga. Dokta, ninahitaji ushauri. Mimi ni binti, nina umri wa miaka 20. Anasema niliwahi kuwa kwenye mahusiano lakini nikasalitiwa. Ni muda mrefu umepita lakini ninasumbuliwa sana na wanaume, ila naogopa tena kuingia kwenye mahusiano maana nilipoteza imani kwa wanaume. Dokta, naomba ushauri, nifanyeje? Ndugu msikilizaji ambaye ametuma hili swali ni mdada. Amesema jina lake anaitwa Maria. Anaitwa Melia. Ya Maria, naomba niongee na wewe nikwambie kitu kimoja. Yaliyopita yamepita, tugange yajayo. Usitake kushikilia changamoto ambazo umekutana nayo katika mahusiano yako ya nyuma. Okay. Yakakunyima fursa ya kuweza kuingia katika mahusiano mapya. Maisha lazima yaendelee Maria. Naomba uweze kuyaacha yote ya nyuma na ufungue kurasa mpya wa maisha yako. Sio wanaume wote wako kama yule uliyekutana naye. Okay. Kuna wanaume ambao wapo wanaojitambua, wapo wanaojielewa. Kwa hiyo anzisha kurasa mpya wa maisha yako. Yale ya nyuma yasiwe sababu ya kukwamisha wewe usianzishe mahusiano upya. Okay. Sawa.
Okay, huyu anasema anaitwa Nasibu Abduli, nimemwelewa kwa uzuri sana Dr. Akaishia hivyo. Huyu anasema anawezaje kumjua mwanamke mwenye nia ya dhati? Okay, cha kwanza kabisa nia ya dhati ama upendo wa dhati, cha kwanza ni kupitia matendo yake, jinsi atakavyokuwa anaongea na wewe, jinsi atakavyokuwa anakujali na jinsi atakavyokuwa anajidhihirisha upendo wake kwako, ndio unaweza ukamjua vizuri mwanamke mwenye nia dhati na mwenye upendo na wewe. Sawa sawa. Anasema naomba kuuliza, hiyo video ya maandalizi kwa njia ya simu tunaipataje? Nadhani nitoko tumeshajibu. Anasema anaitwa Emmanuel, natafuta tafadhali. Anasema mimi naomba kuuliza swali, mimi ninapofanya matendo la ndoa chini ya kitovu panauma, tatizo ni nini Dokta? Nimeshajibu na yeye pia nadhani. Okay. Sawa. Anasema kwa majina naitwa Abdalla, naomba anifafanulie pointi ya wivu uliopitiliza. Okay, naposema wivu uliopitiliza Gadi, ni ule wivu ambao hauna msingi. Yes. Yaani unaona kabisa mume wako anaongea na mtu fulani, unaanza kumwonea wivu pasipo sababu ya msingi, ni mtu ambaye unafahamu. Okay. Unajua kabisa kazini unatoka saa 2 amechelewa, labda ni kwa sababu ya kazi mbalimbali, unaanza kuumia, unaanza kufoka. Tunasema kwamba ule ni wivu ambao sasa unapitiliza. Okay. Hauna msingi ama hauna sababu ile ambayo ni maalum, sababu ambayo inaweza ikajenga baina ya wanandoa. Kwa hiyo wivu uliopitiliza sio mzuri. Hiyo ndio maana halisi ya wivu uliopitiliza. Sawa sawa. Asema je, kama mimi uume wangu unasimama na kupoa kwa haraka baada ya kuanza tendo la ndoa na kuwa na tatizo, na kama unasimama kwa muda mrefu ndo unapo anasema ndo unapo inakuwaje? Maana nakuwa naumia. Kaishia hivyo. Okay, kama unasimama kwa muda mrefu pasipo kushiriki, maana yake itakupelekea maumivu kwenye korodani zako, ndio maana unaumia. Okay. Lakini kama inatokea unasimama alafu baadaye unalala, sijui ni wakati wa kushiriki. Kama ni wakati wa kushiriki, kuna uwezekano kabisa ukawa una shida ya nguvu. Kwa hiyo nipigie simu niweze kuangalia namna gani ya kuweza kusaidia. Sawa sawa. Anasema samahani Dokta, nina tatizo la kuto kupata raha yoyote ya kufurahi penzi, yani sijui utamu wote wala raha yake. Nawezaje kuwa na tatizo au ndo nilivyoumbwa? Okay, najua ni mdada, ni mkaka, lakini nahisi moja kwa moja atakuwa ni mdada. Kwa sababu wajitambulisha hapa. Hakuna mtu ambaye ameumbwa asiwe na hisia ama asifurahie tendo la ndoa. Okay. Ila kinachotokea ni kwa sababu ya mbalimbali. Cha kwanza kuna sababu za kiafya, yes, ambazo zinampelekea mtu anajikuta yuko katika hali kama hiyo. Okay. Lakini pia muda mwingine ni kutokana na, naposema sababu za kiafya ni namna nyingi. Muda mwingine hata madawa ambayo tunatumia, haya madawa ya hospitalini Gadi, yamekuwa ni chanzo kikubwa cha watu kuweza kupelekea hili swala la ukosefu wa hamu ya tendo la ndoa. Okay. Kwa hiyo sababu zipo nyingi, lakini muda mwingine sababu zingine pia inawezekana pia wewe ni mtu ambaye pia umeshawahi kuumizwa huko nyuma labda. Yes. Kwa hiyo mpelekea mwingine anachukia mahusiano, anachukia tendo la ndoa. Inaweza ikawa ni moja wapo kati ya haya. Kwa hiyo hebu naomba uweze kunipigia simu kesho niweze kuongea na wewe kwa kirefu zaidi, niangalie namna gani ya kuweza kukusaidia. Okay, sawa sawa. Anasema hivi Dokta, kinachofanya mtu ukimtafuta na anasema ukimtafuta naye ndo anakutafuta, ila ukikaa kimya naye hata haangaiki na wewe, tatizo ni nini hapo? Yaani shida kubwa ukiona mtu wa hivyo, maana yake hana upendo na wewe. Okay. Hana mapenzi ya dhati na wewe. Kwa hiyo mtu wa dawa yake ni kuacha kumtafuta. Okay. Asipokutafuta na wewe, basi futa na namba yake na mahusiano yaishi hapo. Anasema dawa ya moto ni moto. Kabisa. Okay, sawa. Anasema kumshika mwenzi wako unyayo, anasema unyayo wake au kumlamba, je, sio njia mojawapo ya kumwandaa mwenzi wako kufanya tendo la ndoa? Unyayo ni sehemu ambayo pia inaweza ikampa msisimko. Yes. Lakini kama unataka kujifunza kwa kirefu zaidi, nipigie simu kesho nikupatie jarida ama nikupe video zangu
zinaweza zikakusaidia ukajifunza maeneo tofauti ya jinsi ya kuweza kumwandaa mwanamke. Okay, sawa. Yeah. Anasema Elias Kabuje, je, anasema kwa mfano labda na mwanamke nampenda alafu kumbe hakunipenda anasema message yake kaunganisha sana. Okay, tuache nayo tena nyingine. Anasema mwanaume mwenye nguvu zote anatakiwa awe na uwezo wa kwenda mizunguko mingapi au kufunga goli ngapi kila anaposhiriki tendo la ndoa? Isipungue raundi 3. Okay. Yeah, isipungue raundi 3. Okay. Yeah. Sasa anasema anatakiwa kuingiza ulimi ndani ya sikio au kunyonya nje ya sikio. Okay, kama unataka kuweza kujifunza zaidi na jarida langu, nitakuongoza na nitakufundisha kwa kitaalamu zaidi, ama nina video zinaweza zikakusaidia hiyo elimu yote ukaweza kuipata kwa urahisi zaidi. Okay, sawa. Huyu anasema naitwa Lecho, mimi niliolewa nikaachika, kumbe niliondoka na ujauzito. Sasa nikianza kutoka na mwanaume mwingine, sasa ninakuja anasema nikajua mimba ya huyu mwanaume wa pili. Sasa mtoto amezaliwa umefanana na mwanaume wa kwanza. Je, nimwambie ukweli huyu wa pili na nampenda sana wa pili? Nampenda sana mtu wa pili manake. Yeah. Okay, Lecho, kama kweli unampenda huyu mtu wa pili ni vema ukamweka wazi. Okay. Kama na yeye ulishawahi kumwambia kwamba nilikuwa kwenye ndoa, ni vema ukamweka wazi. Okay. Na mtu ambaye anakupenda na yeye pia atalipokea hilo swala na akalichukulia vizuri. Okay. Na umweleze kabisa mama, mimi ni binadamu na nilipitiwa. Yes. Si kwamba nilifanya makusudi. Kwa hiyo ili kuweza kulinda penzi lako mapema zaidi ni vema ukawa mwazi. Okay. Ukificha alafu uko mbele ya safari kagundulika, itakuwa ni mbaya zaidi kwa sababu tayari umeshakiri mtoto kafanana na yule mwanaume wa kwanza. Kwa hiyo ni hatari, usiendelee kuficha. Uko mbele ya safari mambo yanaweza yakawa mabaya zaidi. Asema kama unataka kumchezea mwanamke achoke kwa haraka, utamshika sehemu gani? Napatikana Njombe, Ludewa, Iwela. Okay, mdau wetu wa Njombe, naomba uweze kunipigia simu kesho. Okay. Nikuagizie jarida langu ama nikutumie video zangu kwa njia ya simu. Zitakuelekeza maeneo yote ambayo unayataka. Okay, sawa. Anasema hiyo Ivigo ipo sehemu gani? Mtaa wa Mbeya, mimi Ngambo pande za Iwela. Okay, Ivigo ipo ndugu yangu, ipo pale stendi ya 88. Pale magari yanapotoka kwenye kamba ya kukatishia ushuru, mkono wako wa kushoto utaona bango limeandikwa Ivigo. Huyu anasema mwanamke anaweza kuzaa mfululizo bila tatizo lolote kumkuta, maana kuna mimba ya kutarajia. Okay, mwanamke ambaye anazaa muda mfululizo lazima apate matatizo ya kiafya. Okay. Kitaalamu uwe kila baada ya miaka 3 mwanamke ndo anatakiwa ashike ujauzito. Okay. Lakini ikiwa ni kwa kila mwaka anashika ujauzito atapata matatizo ya kiafya huko mbele ya safari. Okay. Yeah. Huyu anasema Balua kutoka Uyole, wadada wengi hawampendi mkwa mapenzi ya kweli, bali wanapenda sana pesa na kuumiza mioyo zaidi. Sijui alikuwa anamaanisha nini. Okay, anasema mwanamke anasema atumie kitu gani kuosha sehemu zake za siri, kuingiza kwa ndani kabisa, kusafisha ambako ndiko damu ziliko. Anasema anapotaka kushiriki tendo la ndoa wakati yuko hedhi. Okay. Ili kuweza kujisafisha ni vema atumie kidole chake, kidole cha kidole chochote. Okay. Ajisafishe kwa uzuri zaidi kwa maji mengi. Kwa kutumia kidole chake atakuwa anasafisha na ingiza mkono anaondoa. Alright. Na inatosha kabisa kwa kutumia kidole. Kwa hiyo ukisema uweze kuingiza mkono ndani unaweza ukajikuta unajiumiza, kitu ambacho sio kizuri. Kwa hiyo tumia tu kidole chako cha kawaida, ujisafishe vizuri na maji mengi zaidi ili kuweza kuondoa ile damu. Leo unaweza ukashiriki tendo la ndoa bila shida yoyote. Okay. Huyu anasema mwanaume anasema jikojolea anaweza kuathirika hata kwenye nguvu za kiume kama amekaa kwa muda mrefu bila tiba au mwenye bawasiri haja kubwa.
ndio inaweza kumpelekea kuathirika kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo ni vyema akaweza kupata matibabu kwanza ili na mambo mengine ndio yaweze kuendelea. Sawa. Asema tendo la ndoa linatakiwa lifanyike kwa muda gani ambao ni wa uhakika kwa kumtosheleza mwenzi wako? Isipungue dakika 15. Hata dakika 30. Isipungue dakika 15 mpaka dakika 30. Sawa. Asema kuna faida gani kwangu na kwa mke wangu anapofanya tendo la ndoa na nikamfikisha kuyatoa maji yaliyoko ukeni kwa mwanamke wangu? Faida iliyopo ni nzuri sana pale utakapoweza kufanikisha kumfikisha mwanamke kileleni mpaka kufikia ile hali ya kutoa yale maji ambayo ni mengi. Cha kwanza huyu mwanamke atapata raha ambayo tunasema ile raha ya kupitiliza. Raha ambayo haina mfano na ikipelekea kwamba wewe ndio ukao mwanaume wa kwanza kuweza kusababisha hali kama hii kwa huyu mwanamke. Hakika huyu mwanamke hatokusahau na utakuwa ni mwanaume wa kipekee kwake. Lakini pia faida nyingine, huyu mwanamke atatamani kufanya tendo la ndoa na wewe mara kwa mara. Na kama ni mke wako basi ataomba ikiwezekana mfanye kila siku. Kama ni mpenzi wako kila pale utakapokuwa unamhitaji hawezi kusita. Lakini faida nyingine kubwa ya kufika kileleni, cha kwanza tendo la ndoa linaondoa msongo wa mawazo. Kwa hiyo mtu ambaye ana msongo wa mawazo alikuwa kitu chake hakijakaa vizuri, inaondoa msongo wa mawazo. Kama mtu ana matatizo ya pressure na nini, yote hivyo vinakaa sawa kwa sababu tu ya kuweza kufika kileleni. Kwa hiyo kufika kileleni faida zake zipo nyingi sana, kuna umuhimu kubwa. Kwa hiyo hakikisha kila unaposhirikiana na mke wako uweze kumfikisha kileleni. Vinasemaje ukimshika mwanamke kichwa au nywele zake, je, anapata msisimko pia? Kila mwanamke ana maeneo yake. Cha kwanza unatakiwa wewe ni fundi, ujue mke wangu akishiko wapi ndio anapopata msisimko. Na ukishajua lile eneo basi ni eneo ambalo unatakiwa ulitumie kumuonea. Ikiwezekana hata wakati wa tendo la ndoa, yani unaingiza na kutoa ume wako, anza kucheza na lile eneo. Yani ndugu msikilizaji ambao unanisikiliza, unapokuwa kwenye tendo la ndoa na mke wako na mume wako, usibweteke. Wanaume wengi gadi ambao wana shida ya nguvu za kiume wanakuwa na wanawake wale ambao wamebuteka. Ukiona mume wako ana changamoto kama hii, jaribu kumfanyia utundu mwingine wa ziada pale anapokuwa yuko juu yako. Unaweza kuwa unamnyenya kifua chake, unamlamba masikio yake wakati huo akishiriki na tendo la ndoa ili kuweza kumpa msisimko mwingine maradufu. Kwa hiyo hata kwa mwanaume pia unapokuwa unashiriki na mke wako, unajua kabisa mke wangu nikimnyenya maziwa atapata msisimko ambao ni mkubwa. Umeshagundua kwamba maziwa ndio sehemu ambayo inampa msisimko. Umegundua kabisa kisimi chake ama kilembe chake ndio ukimshika pale anachanganyikiwa au anaweza kafufuleni kwa urahisi. Unatakiwa ulitumie lile eneo barabara, especially pale mnapokuwa mnashiriki tendo la ndoa. Asema mwanaume anaweza kufunga goli 2 au 3 mfululizo bila kupumzika? Ni wachache ambao wenye uwezo kama huo. Japokuwa kitaalamu tunasema kwamba ni muhimu sana apumzike. Na kupumzika kwake iwe angalau at least dakika 3 mpaka 5. Baada ya hapo aweze kuendelea na raundi nyingine ya pili. Sawa. Anasema daktari, mimi nina tatizo la kujichua lakini mume wangu unasimama mara kwa mara, sijawahi kushiriki. Je, tatizo nini? Kama unasimama mara kwa mara ni kutokana na zile picha za ngono ambazo umekuwa ukiziangalia. Kwa cha kwanza naomba uweze kuacha kuangalia picha za ngono haraka sana. Na hata hilo tatizo la kujichua litakuwa limeshakuathiri kwa kiasi kikubwa sana. Unaweza kukuta pale utakapoanza kushiriki tendo la ndoa na mwanamke utashindwa kumfikisha mwanamke kileleni vizuri. Utashindwa kupata ladha sahihi ya tendo la ndoa na utashindwa kufurahia tendo la ndoa. Kwa hiyo madhara ni makubwa sana. Acha huo mchezo mara moja. Basi huyu mwingine anaomba namba zako, basi unaweza kazitaja tena kwa wale faida yote. Namba yangu ya simu ni 0745 218 212. 0745 218 212. Napatikana Mbalizi ZZK kama karibu na benki ya NMB. Dr. J. Huyu anasema dokta, mimi nauliza nina mwanaume lakini cha ajabu
tukiwa katika tendo la ndoa, akishafanya mara moja harudi tena, ni kitu ambacho nashindwa kuelewa. Kaishia hapo. Okay, dadangu pole. Shida kubwa hasa ya huyu mwanaume ana shida ya nguvu. Kama ni kitu ambacho kimetokea mara kwa mara, maana yake huyu mwanaume ana shida ya nguvu. Naomba uweze kukaa na kuweza kuongea naye, tuangalie namna gani tunaweza kumsaidia. Kama atakubali, ofisini kwangu nina dawa ambayo inaweza ikamsaidia. Anaweza ukaja naye ama akaja yeye mwenyewe nikampatie dawa, inaweza kumsaidia na ikaondoa hilo tatizo moja kwa moja. Okay, sawa. Huyu anasema, Dokta, naomba ushauri, nifanyeje, nawezaje, anasema niweze kujiamini katika kumfuata mwanamke na kumwambia nampenda. By Baraka. Okay, Baraka, hiyo ni sayansi ya kutongoza. Yes. Nipigie simu kesho niweze kukuelekeza na niweze kukupa mbinu tofauti jinsi unaweza ukajiamini na uweze ukamsababisha mwanamke aweze kukubalia kwa urahisi zaidi. Nipigie simu kesho Baraka, nitakuelekeza. Okay, sawa. Huyu anasema, asante Dokta kwa ushauri mzuri. By Mary kutoka Iunga. Okay, karibu sana Mary. Okay, anasema, je, mwanamke ambaye ana kinembe kirefu au kifupi, je, ni yupi anayetangulia kupandisha hisia kwa haraka au mwenye hisia kali? Okay, wote wanaweza wakawa na hisia kali jadi. Lakini ni namna ambavyo unaweza ukawa unakichezea kile kinembe ama kile kikini gadi. Yes. Wote wanaweza wakawa na hisia kali. Okay. Ila tutakacho tofautiana ni ile style ya mapigo ambayo kila mwanaume ambaye anaifahamu yeye mwenyewe. Okay. Ya, kuna mwingine anaweza akawa anatumia labda ulimi wake kuweza kunyonya kile kikini ama kile kinembe. Kuna mwingine anaweza akawa anatumia mikono yake. Kwa hiyo ni namna gani wewe mwenyewe style utakayokuwa unaitumia ndio inaweza ikampagawisha huyu mwanaume, haijalishi na mwanamke, haijalishi ana kisimi kirefu ama na kisimi kifupi. Okay. Yeah. Sawa. Okay, huyu anasema anaitwa Elia kutoka Unyamwanga Mpoloto. Anasema, mimi nimeishi na mwanamke miaka 3 lakini sijawahi kupata mtoto, wakati mimi nina watoto 2 nje ya ndoa, na yeye ana mke. Anasema na yeye ana mke niliooa wakati ana mtoto. Sasa sijui tatizo ni nini. Okay, inawezekana huyo mwanaume ama wewe wote wawili mnaweza mkawa mna shida. Cha kwanza mnatakiwa muende kwenda hospitali mfanyiwe vipimo kwanza. Kwa hiyo inawezekana kweli wewe ulishawahi kuzaa na yeye alishawahi kuzaa, lakini inawezekana mmoja wenu tayari ameshapata shida fulani katika mfumo wenu wa uzazi. Kwa hiyo suluhisho la kwanza kabisa muende mkapime ili muweze kujua labda inaweza ikawa imetokea changamoto kwako wewe mwanamke ama changamoto kwako wewe mwanaume. Baada ya kupima, baada ya hapo sasa mnaweza tukawasiliana ili tuweze kuangalia na mmoja anaweza tukawasaidia kama itakapotokea aidha wewe una changamoto ama mwanaume. Kwa hiyo cha kwanza niendeni mkapime mpate cha kwanza majibu yaliyo sahihi kwamba shida iko sehemu gani. Okay, sawa. Unasema hivi, Dokta, mimi nikifanya mapenzi nikimaliza lazima niende period, hivi tatizo nini? Elina kutoka Matundasi. Okay, Elina, sijajua hasa shida ni nini. Okay. Kwamba kile unapofanya maana siku zako za period zinakuwa zimefika, hapana. Hiyo inaweza ikawa ni tatizo la kiafya. Hebu naomba uweze kunipigia simu kesho niweze kuongea nawe kwa kirefu. Kuna maswali ambayo ya kitaalamu niweze kukuuliza. Niangalie namna gani ambayo naweza nikakusaidia. Okay, sawa. Anasema, Dokta, mimi nashangaa ninavyofanya tendo la ndoa hamu inazidi. Tatizo nini? By Ashura kutoka Mwanjelwa. Okay, Ashura, nikupe hongera, hiyo ni hali nzuri. Okay. Na wewe ni mwanamke ambaye homoni zako za kike ziko vizuri. Kwa hiyo si kwamba una shida, hiyo ni hali ya kawaida. Okay. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba unatakiwa mume wako ama mpenzi wako uliye naye atumie muda mrefu sana ili kuweza kukuandaa. Yes. Lakini Ashura, pia naomba ujaribu pia kumwambia mume wako pia, au kama mnanisikiza usiku wote wa leo mko wote wawili, hakikishe anapokuwa anakufanyia maandalizi ufike kileleni kabla hajakuingilia. Okay. Ili kuweza kupunguza ile hamu yako
kwa sababu wewe ni mwanamke ambaye homoni zako ni kali sana. Okay. Yaani kile unavyofanya hamu inazidi kuongezeka. Maana yake huyu mwanaume wako anatakiwa awe ni mwanaume ambaye ni mbunifu, akuchezee na muda mwingi zaidi, uweze kufika kileleni kwa wingi zaidi kabla hata hajakuingilia. Kwa hiyo kile kitendo cha kuweza kukuingilia itakusaidia wewe kuweza kukata hamu yako kiurahisi zaidi. Okay. Kwa hiyo Ashura, mwanaume ulionaye ana kazi ya ziada, na asipokuwa makini kuna uwezekano unaweza ukaenda kutafuta mwanaume wa pembeni haraka iwezekanavyo. Kwa hiyo jaribu kuongea naye, kama huwezi kuongea naye niunganishe naye, niangalie namna gani naweza nikawasaidia ili usio kapata tamaa ya kwenda nje. Huyu anasema kiukweli daktari anachokiongea kuhusu uchunguzi kabla ya kuoana ni kweli kabisa. Leo hii mimi najuta sana, sina halaa kabisa ya ndoa yangu. Ningekuwa na uwezo ningeoa mwingine. By Baba Chris toka Isanga soko dogo. Kaishia hapo. Anasema nataka kuuliza kwa daktari, utamjuaje mke kabla haujafanya tendo la ndoa? Kumjua mke anasema utamwandaje? Okay, sawa. Okay, jinsi ya kuweza kumwandaa, nina jarida ofisini kwangu ambalo linaonyesha maeneo 12 unaweza ukayatumia kumwandaa mke wako vizuri kabla ya tendo la ndoa. Okay. Kwa hiyo nipigie simu kesho niangalie namna gani kama unaweza kuja ofisini kwangu, ama kama uko mbali naweza nikakutumia kwa njia ya gari. Kama tofauti na jarida naweza nikakutumia pia video ambazo naweza nikakutumia kwa kupitia account yako ya email au account yako ya Gmail popote kule ulipo. Kwa hiyo nipigie simu kesho tuangalie kati ya vitu viwili nikupatie nini ili kiweze kukusaidia uweze kujifunza maandalizi ambayo ni sahihi. Okay. Wewe unasema kwa kawaida mwanamke anaweza ridhishwa kwa mabao mangapi? Isipungue raundi 3. Okay, sawa. Okay. Wewe unasema mimi daktari, kuna mwanamke nikifanya naye mapenzi lazima lilimi kinisumbue. Sijajua nini shida na kukata naogopa. Sasa sijui lilimi, sijaelewa hapa. Alikuwa anamaanisha nini hapa? Na mimi sijamuelewa kama ni kilimi kile cha mdomoni ama ni nini. Sasa hapo na mimi hebu naomba aweze, nadhani nitataja namba yangu mwishoni muda sio mrefu, achukue namba yangu. Okay. Kesho anipigie simu anieleze kwa kirefu zaidi. Unasema daktari, mimi na mwanamke ambaye natamani kuzaa. Anasema mimi ni mwanamke ambaye natamani kuzaa na kuwa na mtoto. Cha ajabu usipate mtoto na mimi nishawahi kuzaa. Sasa sijui tatizo ni nini. Kaishia hapo. Okay, kama ulishawahi kuzaa kuna uwezekano labda shida iko kwa mwenza wako. Kwa hiyo na wewe pia naomba muweze kufanya utaratibu wewe na mwenza wako, mwende mkapime kwanza. Okay. Yeah. Anasema daktari, faida zote hizo anaweza kupata anayejichua? Faida za? Sasa sijajua faida za nini, kauliza tu hivyo. Okay, swali lake hatujaelewa vizuri, nenda kwenye swali lingine. Okay. Unasema anaweza vipi kumfuata mwanamke na kumuomba namba yake ya simu? By Lusekelo. Lusekelo, nipigie simu kesho nitaongea nawe kwa kirefu zaidi niweze kukuelekeza. Okay. Anasema daktari, mimi nataka kujua kwamba mwanaume wangu hakojui wakati wa tendo la ndoa. Kaishia hapo. Okay, hakojui, sijajua anaishiwa nguvu. Kama anaishiwa nguvu na ni kwa mara maana yake mume wako ana shida ya nguvu. Kwa hiyo niunganishe naye niweze kumsaidia kuondoa hilo tatizo kama ni hali ambayo inamtokea mara kwa mara. Okay. Anasema je, kama mke wangu namchezea na kumpandisha hisia zake alafu yeye hakugusi hata kidogo, tatizo lake ni nini? Okay, huyu ni mwanamke ambaye tunasema ni mshamba na hajitambui na wala hajui mapenzi dadi. Okay. Yaani haiwezekani wewe ufanyiwe wewe alafu wewe usifanye. Yeah. Ndugu msikilizaji, kwa wewe ambaye unanisikiliza, unapoona mwenza wako, unajua mtu ambaye anapenda kufanyia vitu vizuri, na wewe pia mfanyie mwenzo vitu vizuri. Yes. Wanawake wengi wanalia, wanaume wajui kuandaa, wanaume wanafaramia kama kuku, lakini wenyewe hawafanyi jitihada za kutosha pia kuweza kuwafurahisha wanaume ama kujifunza namna gani ya kuweza kuandaa wanaume. Okay. Kwa hiyo tunasema kwamba kile ambacho unapenda kumfanyia wewe na mwenzio pia mfanyie.
Okay. Kwa hiyo ndugu wasikilizaji ambao tunanisikiliza usiku wa leo, hebu naomba muweze kulizingatia sana hili. Katika swala la maandalizi natakiwa pande zote mbili. Na ndio maana majarida yangu natangaza hapo majarida lipo jarida upande wa mwanamke na lipo jarida upande wa mwanaume. Okay. Yeah. Nasome message zangu mbili za mwisho. Okay. Anasema huyu anasema Sam kutoka Makongorosi, mimi dokta, ume wangu umepinda. Watu wanadai uwezi kuupa mimba. Okay, huyo ni Samuel. Anasema anaitwa Sam. Okay, Samuel kutoka Makongorosi, na dawa ambayo na huwa naitangaza hapo redioni ambayo ina uwezo wa kurefusha uume, lakini pia hii dawa pia ina uwezo wa kunyoosha pia uume wako. Okay. Kwa hiyo nipigie simu hata kama ni ule uume ambao umepinda kwenda kushoto kulia. Nipigie simu, hii dawa pia ina uwezo wa kunyoosha uume wako. Licha ya kuweza kurefusha uume, lakini ina uwezo pia wa kuweza kunyoosha uume wako na ukakaa vizuri. Okay. Kwa Samuel wa Makongorosi, nipigie simu kesho nikupe maelekezo namna gani naweza nikupatia hii dawa yangu na itakusaidia kuondoa tatizo lako. Okay, sawa. Ndio nitafuta message nyingine hapa nione. Okay. Asema samani dokta, asema sana dokta. Asema nimejichua muda mrefu sana